الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naendelea na kuelezana maani kwa ufupi katika sura yetu hii Luqman, sura ambayo inatupa dira na inatupa mwongozo wa kwamba wale muhsinin, watenda wema, hiki kitabu ndio chenye kuwanufaisha. Ama wale ambao hawana hilo, hichi kitabu hatanufaika nacho chochote. Kana fi udhnihi waqra, kana kwamba wao katika masikio yao kuna uziwi na wafaidiki na chochote. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Baada ya kuwa Luqman ameelezewa na Mwenyezi Mungu kwamba alipewa hikma nyingi sana. Hakika tulimpa Luqman hikma anishkuru lillah, na tukamwambia kwamba mshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo shukruhu wa hamduhu ala ma atahu min fadli, aliambiwa amshukuru Mwenyezi Mungu ala ambaye alompa na alomfadhilisha. Akafanya hivyo, na Mwenyezi Mungu akatwambia wa yashkur fa inma yashkuru li nafsi, na yule mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, fa inma hikasi vinginevyo yashkuru li nafsihi, anashukuru kwa ajili ya manufaa ya nafsi yake. Anashukuru kwa ajili ya manufaa ya nafsi yake. Allah yujiziru ala shukrihi thawab, atamlipa kwa kule kushukuru kwake mja yote malipo, na atamzidishia katika hilo. Ndio pale tulipoambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba man amila salihan falyanfusihim yamhadun, kwamba na yote anayofanya jema basi anafanya kwa manufaa ya nafsi zao. Kwa hiyo falyanfusihim yamhadun, kwa zile nafsi zao ndio wanajiandalia. Baada ya kusema hayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaandamazia kubainisha wadhi wa Luqmani
kwa mtoto wake mpaka tuone sisi kweli huyu amepewa hikma. Na Mwenyezi Mungu akapitisha ndani ya mawaidha yake haya kwa ajili ya mtoto wake ni istitrad. Akaipitisha Mwenyezi Mungu kitu kinachoitwa istitrad, maana maneno ambayo yalikuwa sio katika kusudio lake, lakini min dhimniha, ni miongoni mwa hayo yaliokuwa na aswa na nani, na Luqman Hakim kwa mtoto wake, kama vile wasaya amma ambayo amehusia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu wote, kama vile alivyohusia Luqman kwa mtoto wake. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu akawahusia watu wafanye hivyo kama wao ni sehemu ya watoto, kutenda wema wao, riayatan lihuquqihim, kwa ajili ya kuchunga haki zao na za wazee wao. Kwa kusema wa idh qala Luqman libnihi, nakumbuka ewe Muhammadi pale Luqman alipokuwa anamuaidhi kijana wake. Wa idh qala Luqman, kumbuka ya Muhammadi Luqmani, mkumbuke Luqman libnihi, na mtoto wake walikufanya nini alipomwambia mwanawe kwa kumpa mawaidha, ya bunayya, ewe kitoto changu. Wa huwa yaidhu, lakini kipindi hicho anamwaidhi kwa kumwambia usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Ya bunayya la tushrik billah, ewe mtoto wangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Inna shirka la dhulmun adhim, kwani hakika ushirikina ni dhulma iliyokubwa. Yani ushirikina ni dhulma, na dhulma tunajua dhulmatu yaumul qiyama. Kwa hiyo akawa anaambiwa hivi, Luqman anamuhusia mtoto wake kwamba ewe kitoto changu usifanye shirki. Katika moja ya hikma tunajifunza hapo kwamba mtoto si muelewa wa mambo, ni mgeni wa mambo. Kwa hiyo nataka umwambie kwa upole. Ndio maana akasema ya bunayya, maana ingetosha kusema ya ibni. Kwa lugha ya Kiarabu ibnu ndio mtoto wa kiume, lakini akaleta ismu tasghir kwa kusema ya bunayya. Na katika Arab ukileta ismu tasghir maana yake umeita kimapenzi, tofauti lugha nyingine. Lugha yetu ya Kiswahili na zinginezo ni kama kudogesha, kumwambia mtu wewe kiji mwanangu. Ukimwambia Mswahili kiji mwanangu, maana kama ile umekifanya kitoto chako hakina maana. Lakini kwa Arab ni jambo kubwa sana hilo, kumuita mtoto kwa kumdogesha, maana umempenda. Kwa hiyo akamuita ya bunayya, ewe kitoto changu, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chochote kile. Inna shirka, hakika ya ushirikina au kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote kile, la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Na ukitaka kujua hii dhulma ni kubwa, ile taabiri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia kwanza la tushrik, ni nahi hiyo, tufidu tahrim katika ulumul usul fiqh. La tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, maana ni nahi. Kwa nini akaita taukidi inna shirka? Kwa
kwani hakika kumshirikisha Mwenyezi Mungu au ushirikina. Kisha katika taukidi nyingine, la dhulmun adhim, ni dhulma iliyokuwa kubwa sana, ai a'zamu dhulm. Mwenyezi Mungu hapa anatuambia sisi tuwafundishe watoto wetu namna ya kumtambua Mwenyezi Mungu, namna ya tauhidi. Yaqulu ta'ala katika aya hii an wasiyati Luqman liwaladihi, lakini wa fi dhati alwaqti anataka sisi kupitia kitabu chetu kitukufu kwamba tuishi hivyo. Hapa kuna mifano mingi inatokea ndani yake. Ni mfano wa baba kwenye majukumu yake, na mfano wa utoto katika utii wake, na mfano pia wa pande mbili katika kusahilisha jambo. Baba amejua njia nzuri, good approach, kumwambia mwanae, akamwita kimapenzi, akamweleza, na pia mtoto akafanya obedience ambayo ni taa, kuelewa nini anachoambiwa na mzazi wake, ambayo Luqman bin Unaqa bin Sadun na mtoto wake akiitwa Tharan alitumia uslubu mzuri sana, kamkumbusha bi ahsani dhikr, na hakuwa na njia hii isipokuwa mtu aliyepewa hikma na Mwenyezi Mungu. Fa innahu ataahu Allah alhikma wa huwa yusi waladahu, anamuhusia mtoto wake ambaye anaweza kufanya chochote kile, kwa ujabali, kwa ugumu, lakini bi ashfaq wasila. Na yeye huyo mtoto wenyewe anahusiwa, tumeambiwa naye alikuwa ni ashfaqun nas, alikuwa ni mtoto mwenye huruma sana juu ya mzee wake, wa habbuhum ilayhi, na pia mwenye kupendeza sana kwake yeye. Lakini hakika kwamba ametumia uslubu afdal ma yu'rafu, kwa namna ambayo inajulikana kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na wala simshiriki na chochote. Kwa sababu nini? Kushirikina ni jambo kubwa sana. Imam Bukhari anatuelezea katika silsila ilipokuja bin Qutayba bin Jariri kutoka Amash an Ibrahim an Alqama an Abdullah radiyallahu anhu قال amesema lamma nazati alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, wataja ambao walioamini na wajaivalisha imani yao kwa dhulma, likawa jambo hilo shaqqa dhalika ala ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam, likawa jambo gumu sana kwa masahaba. Kwa sababu gani? Mwanzo nao walikuwa katika hali sio mzuri ya kiimani, mpaka akamwambia Mtume, ya Rasulullah, ayuna lam yalbas imanahu bidhulm, nani katika sisi hajaivisha imani yake na dhulma? Nani? Kama vile wanatuambia ulama wa lugha katika balagha, hii ni istifhamu inkari, yani unauliza sio kama ujibiwe, unauliza kuemphasize ile jambo kwamba hili hatoki mtu wote tumo humu. Ndio akasema ayuna lam yalbas imanahu bidhulmin, nani ya Rasulullah atakuwa hajavisha imani yake na dhulma, hajachanganya na dhulma. Sasa akamwambia katika hadithi hii, inaweza bidhaka, sio hilo ninalokusudia. Ala tasma ila qawli Luqman, hivi amsikii katika neno lake Luqman, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Hamuelewi kwamba Luqman anamwasa mtoto wake kimapenzi kwamba la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim. Kwa hiyo masahaba kaona kumbe kuhusiwa usimshirikishe Mwenyezi Mungu
ndio sehemu ya kutovaana imani yako na nini, na ushirikina, kwa sababu ushirikina ni dhulma kubwa sana. Imam Maraghi katika kuelezea hilo akasema kwamba ilipokuja hii aliposema inna shirka dhulmun adhim, ay wadhkur ayuha ar-rasul karim mau'izata Luqman, kumbuka ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ule mtukufu mawaidha ya Luqman libnihi, kwa mtoto wake. Wa huwa ashfaqu an-nas alayhi, na yeye ndo alikuwa akimwonea huruma zaidi, yani baba mtu ashfaqu alayhi, yani maana akimwonea huruma mtoto wake sana. Wa habu hum ladaihi, na ndio apendezao sana kwake yeye. Hina amarahu an ya'budu Allah wahdahu, pale pomamrisha maabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wanahawa ni shirki, akamkataza na shirki. Wa bayana lahu annahu dhulmun adhim, na akambainishia kwamba hilo ni dhulma kubwa sana. Sasa dhulma ni vipi? Kwa nini iwe ni dhulma kubwa? Wewe umefanya ushirikina, lakini unaambiwa wewe umefanya dhulma kubwa sana. Naam, kwa sababu dhulma ni ile wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'ihi. Dhulma ni kukiweka kitu sehemu sio yake, ndio umedhulumu. Hata ukichukua kitu cha mtu, maana umekichukua sehemu stahiki ukakiweka sehemu sio stahiki, maana ni dhulma umefanya. Sehemu yake ilikuwa kwa fulani, lakini wewe umemchukulia, maana umeweka sehemu isiyokuwa sahihi, kwa ni dhulma. Wa amma kuambiwa kwamba dhulma ni adhim, maana ni dhambi kubwa sana. Falima fihi min taswiyati baina man la ni'mata illa minhu wa huwa subhanahu wa ta'ala. Man huwa falima fihi min at-taswiya, yani imekuwa dhulma kubwa. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna kufanya usawa baina man bal la ni'mata illa minhu, umefanya usawa kwa yule ambaye hakuna neema yote inatokana na yeye Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Sasa umefanya sawa sawa na kiumbe, ndio maana ikawa shirikina dhulma kubwa sana. Hakuna iliyotajwa dhulma kubwa sana kama ushirikina. Mengine ni dhulma kama Mtume adh-dhulma dhulumatu yawmal qiyama, kudhulumu ni kujiongezea giza siku ya kiyama la motoni. Lakini kwa kuwa unafanya ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe vyake kwa vina uwezo sawa ni yeye, basi hili limekuwa ni dhulma kubwa sana. Kwa sababu gani? Yeye ndo anatuneemesha, yeye ndo ametupa kila kitu, yeye ndo anatusailishia, alafu unakuja kuona yeye hana maana yote isipokuwa ni mwingine ndo mwenye maana. Kwa hiyo ikawa nini? Ikawa dhulmun adhim. Ukawafananisha na wale man la ni'mata wa huwa al-asnam, watu ambao hawana neema, hawana chochote, na ni masanamu wenyewe unayaunda wewe mwenyewe, na kisha unaona kwamba ndio bora kuabudiwa. Kwa ndio maana hili ikawa jambo kubwa sana katika haki ya mumin, katika haki ya mja. Na ndio maana hata maswahaba wakawa wanaona jambo hili ni gumu sana. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutaja yale aliyohusia Luqman, na hapo kuna madarasa mengi sana kusudia. Kwanza tukifasiri kama kwa kesho tujifunze, tunajifunza ni katika hizi aya za Luqman tu anamuhusia mwanawe, kuna vitu gani tunajifunza? Ni darasa kamili la tarbia. Yani tukitaka mfumo wa kufanikiwa kimalezi, basi tujilazimishe sura hii kusoma kwa commentary za wanachuoni mbalimbali, utaona mafunzo gani yametokea hapo. Mara nyingine sisi wazee katika kulea tunakuwa tunachoka haraka, au tunashindwa, au tunatumia sulubu ambazo haziwezi kumbadilisha yule mtoto. Na yule mtoto mara nyingine anafanya mambo kwa akili yake
kuonyesha kwamba hivi ndio sahihi kwa akili yake. Sasa wewe unaona sio sahihi, ndio utafute njia gani ya kumfanya ili na yeye agundue kama unavyogundua wewe. Kwa hiyo ni darasa kamili linahitajika kutengewa muda wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuona kwamba wasia wa Luqman kwa kijana wake ambao ni jambo kubwa sana, ajitahidi kumshukuru yule aliyeumba na wala asiyashukuru vitu ambavyo vilopatishwa na huyo muumba. Akataja ma fi shirki mina shanaa, kwamba katika ushirikina ile uliokuwa unafuatia ubaya wake, yani kuna jambo linatajwa lina nguvu na ukaribio kama kwamba ushirikina. Mwenyezi Mungu akafanyaje? Fa atba'ahu bi wasiyati alwalad biwalidayhi, akawaandamishia Luqman, akamwambia jambo kwamba kumwambia Mwenyezi Mungu, kumwelekezea Mwenyezi Mungu kwamba yeye kijana wangu usije ukamshirikisha Mwenyezi Mungu, usije ukafanya dhambi ya ushirikina. Mwenyezi Mungu naye akamtukuza nani? Akamtukuza Luqmani pale pale, na kila mzazi katika ulimwengu kwa kumpa daraja na kumnasihi yule nani? Yule mtoto. Kwa maana kwa Mwenyezi Mungu, yani kwa Kiswahili chepesi tuseme, labda wewe umemtengenezea mazingira mazuri fulani na yeye pale pale akakulipa kukutengenezea mazingira fulani, kama vile Mtume alivyotufundisha katika mafundisho yake kwamba man sana alaikum ma'rufan, yote alikufanyieni wema, fakafiuhu, mlipeni, fa lam tajidu ma tukafiu fad'u lahu, mkiwa mjapata cha kumlipa basi muombeeni Mungu akufanyia jambo jema, jambo zuri. Sasa Luqmanul Hakim kwa ile hikma aliyopewa, kitu cha kwanza kumfundisha mtoto wake ni nini? Tauhidi. Basi Mwenyezi Mungu naye akamlipa kwa kumwambia, sasa wewe huyu amenyanyua mimi daraja mzazi wako, na mimi namnyanyua sasa kwa kukuhusia wewe ufanye nini? Uwe na birri kwake yeye, uwe na kutenda wema kwake yeye. Ndio pale akasema Mwenyezi Mungu kwa kuandamishia aya hiyo, akasema ووصينا الإنسان بوالديه أي وأمرنا ببرهما وطاعتهما, na tukamuhusia mwanadamu, tukamuhusia mtu kwa wazazi wake, mwanadamu kwa wazazi wake wawili, awafanyie nini? Awafanyie wema. Wasaina al-insana biwalidayhi, na tukamuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili kwamba wasiwe katika hali ya kutetereka, walqiyam bihuquqihima, na kusimama kwa haki, kuzitekeleza haki zao. Kwa sababu taa ya Mwenyezi Mungu inaendana na wema wa wazazi wawili. Kwa hiyo hapa imeonyesha taa kwamba Luqman anamhusia mtoto wake afanye taa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasema kwamba hapana, taa yangu mimi ni lazima na wewe ufanyeje? Uangalie wazazi wako wawili. Ndio kule Mwenyezi Mungu katika surati Bani Israil, surati Isra ambayo ni sura 17, anasema Mwenyezi Mungu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baada ya ibada ya Mwenyezi Mungu, baada ya taa ya Mwenyezi Mungu, taa inayokuja ni wazazi wawili. Hapa kuna qaulan wahida tu, hakuna compromising there, wala hakuna option hapa, wazazi wawili watii tu. Kwa hiyo Mwenyezi akasema kwamba wawasaina al-insana biwalidayhi, na tukamuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili. Hicho tunachohusia, afu utaona kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hikma ya ta'bir akaeka wazi nini hicho chohusiwa, kikatajwa kwa nini, kikatajwa kwa aya nyingine kwamba wabil walidaini ihsana.
hapa kuitaja, akataja ihsani kwa kueleza sifa la nataka kufanywa ihsani. Muangalie amepitia mazingira gani kwenye aya hii. Kule kwingine akasema wabil walidaini ihsana, akasema wazi kwamba na katika taa, baada ya taa Mwenyezi Mungu, taa ya wazazi ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Lakini hapa akusema, akataja sifa yule anaotakiwa kufanyaje, kufanywa wema, kwa kusema hamalatuhu ummuhu, mama yake ameichukua. Hamalatuhu ummuhu, maana mama yake amembeba, ameshika ule uchungu wake, mimba yake. Wahnan ala wahnin, udhaifu juu ya udhaifu, unyonge juu ya unyonge, taabu juu ya taabu. Sasa kwa kuwa amepata tabu hizo, ndio maana tukuhusia wewe, wazazi wako wawili wamepitia mazingira magumu, kama vile manigile kwa kawaida. Muangalie sana mzee wenu bwana, alikuwa anabeba mikaa, alikuwa akifanya hivi, akapoteza mali zake zote kwa ajili yenu. Lakini hajakwambia umwangalie kwa kitu gani, umbebe, umpe pesa, umpe chakula. Ametaja zile sifa na yani qualification ambazo mtu anafaa kufanyaje, kuangaliwa. Ndio Mwenyezi Mungu akatumia usuluhu hapa kwamba hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, ai amembeba huyo anayehusiwa ambaye ni mama yake, fi dha'fin yatazayadu, katika unyonge na udhaifu na uzidi siku hadi siku, mpaka inafika mahala maana ni unyonge. Wanawake wanapokuwa katika hali ya ujauzito wanakuwa ni wanyonge kiasi. Unyonge maana nini? Kufanya jambo ambalo katika hali yako ya kawaida huwezi kulifanya. Huo ndio unyonge. Maana unatezwa nguvu, unakuwa mnyonge. Kwa ile hali ya kubeba ujauzito, mwanamke anakuwa mnyonge mpaka anafikia anakula vitu haviliki. Kuna kina mama wanakula mkaa, kuna kina mama wanakula udongo, kuna kina mama wanakula kitu ambacho unaona sivyo. Kuna wengine anaweza kula kitu kizuri, lazima akakae sehemu ambayo sio sahihi pia. Aweza kuchukua kile chakula akakae sehemu ambayo ina manuko, ina harufu mbaya, kwa hiyo ndio ataona na enjoy kula. Kwa anakuwa dhaifu maskini. Ndio Mwenyezi Mungu akasema hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin, amembeba mama yake hali ya kuwa yuko katika unyonge juu ya unyonge, udhaifu juu ya udhaifu. Baada ya udhaifu huo, baada ya kumzaa, akaendelea kumnyonyesha, akuacha mpaka ikatimia miaka miwili. Kwa maana Mwenyezi Mungu hapa baada ya kututajia jukumu anaopewa Luqmani kwa wazazi wake, akaendelezea utajo mwingine ambayo ndiyo ashfaqu zaidi. Wanatakiwa uwe na upole nao zaidi, uwe na wema nao zaidi, ambayo hawezi mwanamke kujimiliki mwenyewe nafsi yake, inabidi aangaliwe. Kwa hiyo ndio maana akatajwa mama hapa, akutajwa baba, kwa sababu ana uwezo kujiangalia, kwa sababu baba mwenyewe atakuwa amwangalie nani? Amwangalie mama kwa zile hali zake na nini. Ndio maana akatajwa kwamba huyu ndio kwanza umwangaikie na mshughulikie. Na ndio Mtume sasa kwa kufundishwa mafundisho haya ya kupewa na Qur'ani, ndio ikawa sababu kubwa sana ya kusema kwamba atapokuita mzazi wa kiume na mzazi wa kike, ujue unatakiwa uende kwa mzazi wa kike zaidi ya mara 3. Kwa sababu yeye ndiyo mushfiqa wahnil walad, ana uona uzito sana mama kwa huruma zaidi kwa mtoto wake. Ndio Mwenyezi Mungu akaamua amtaje kwa hikma yake hapa, baada ya huyu mwanadamu kuhusiwa amfanyie wema mzazi wake kwa zile sifa alizokuwa nazo. Wafisaluhu fi amain, na akabeba uzito na kumwachisha kunyonya. Wafisaluhu manake na kumwachisha kunyonya ndani ya miaka mingapi? Miaka 2.
na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili. Kwa hiyo tumemuhusia yeye afanyaje? Alichohusiwa ndo hichi, kwamba kwa daraja huyo alikuwa nayo, alivyobebwa na ugumu wote huo, basi amshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwashukuru wazazi wake wawili. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaita hikma kumwandamishia hii, kwamba taa ya Mwenyezi Mungu inafungamana na taa ya nani? Ya mtoto kwa wazazi wake wawili. Kwa hiyo sote wawili si tutushukuru. Unishukuru mimi Mwenyezi Mungu wako kwa kutonishirikisha, na uwashukuru sasa kwa mimi kufanya ndiyo chombo cha wewe kutoka duniani. Ndio Mwenyezi Mungu akaandamizia kwa kusema wafisalu fi amaini anishkur li waliwalidaika ilayya almasir. Maana tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili, ambaye akatajwa mmoja alibeba uzito mkubwa sana, mama yake anabeba uzito au ujauzito tumboni, anabeba uzito wa kunyonyesha miaka miwili, kwa sababu sheria ya Uislamu inaweza kunyonyesha miaka miwili. Na pia kuna somo kubwa hapo. Kwa nini ameambiwa mtoto anyonyeshe miaka miwili? Hikima yake ni nini? Na utaona leo, kwa sababu yule mtoto kwa haraka haraka rusati, kesho taelekea somo lake vizuri, tujue tunawaidhika nini kwenye hii, kwamba yule mtoto anapokuwa amekosa ziwa la mama yake, basi hata ile akili yake kutengemaa inakuwa ni dhiki na tabu. Ndio hata kipindi cha nyuma sana tulipoingiziwa ile maziwa ya kopo, uharibifu wa akili za watoto zikaanzia hapo. Ma 26 ya RSG, ma lactogen na nini, ndio uharibifu ukaanzia hapo wa kizazi chetu. Lakini ukizama wazee wetu uko nyuma, walikuwa wanasoma kidogo, wanaelewa sana, wanaelekezwa kazi kidogo, wanatenda sana, kwa sababu akili zao zilikuwa safi. Lakini sasa ilipokuja haya mambo haya ya kiteknolojia, sasa tukaachishwa kwa kama ziwa la mama halina maana. Sasa ili itimie, wameweka tena, wamegundua, wamefanya research ya madokta kwamba ili yale maziwa yaende yagote, akili ya mwanadamu itimilie ukamilifu wake, lazima ndani yake ipatikane miezi 24. Ndio Qur'ani imekuja kubainisha wafisaluhu amain fi amain. Qur'an tukiitaka itusaidie kwenye maisha yetu, tunafaidika kweli kweli, kwa sababu uwezetu wanavumbua tu, lakini unakuta Qur'ani ishaeleza. Sasa nani mvumbuzi kama ni mwenye Qur'ani au asiyekuwa na Qur'ani? Ndio tulipopigwa bao tunasema kwa Waislamu tumeonyesha kwamba kitabu chetu hakina maana, hakina maslahi. Chana na hiyo bwana, nenda kwenye secularism bwana wewe. Ukaondoshwa na wakati huu ndio kinapokana kila kitu. Yale masomo yote yale ya kitabia, maana tunasema masomo ya secular au masomo ya kisayansi, ni interpretation ya Qur'ani, kwa sababu humu ndio unapewa figa yake. Sasa wewe ukatafute, afala yanzuruna ila kaifa khuliqat, kwa nini tukaenda tumwangalie tu yukoje hivi? Maana tumstadi yule ibili, ngamia ana sifa gani, zile merits zake, attributes zake, characteristics zake, anakuaje? Tukisha sasa unamjua uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu atuambia tumwangalie, tumsome, tumsadi. Na ndio maana ijaambiwa haijatajwa lafdhu la kuona tu kwamba labda iri kadha, imeambiwa undhur, kwa maana kwamba nadhar, mtazamo wa kufikiri. Kwa hiyo ndio maana hapa akatajwa mama kwa magumu alikuwa nayo, wafisaluhu fi amaini, na kumpambanua katika miaka miwili. Kisha ndio akaambiwa anishkurli, nishukuru mimi kwa kukuumba asili yake, waliwalidaika, na wazazi wako wawili kuwa ni sababu ya maumbile yako.
ilayya almasir, nyote nyinyi mtarejea kwangu. Ni kwangu mimi ndiyo marudio. Manake wewe kijana, wewe mtoto na wazee wako, kwangu mimi ndiyo marudio, ndio marejeo yenu. Yani hakuna sehemu nyingine mtakorejeshwa isipokuwa kwangu. Ai wa fitamuhu min ar-radha'a ba'da wad'ihi, na kule kumkatisha kwake kunyonya baada ya kujifungua kumzaa ni miaka miwili. Tuqasi fihima al-ummu fi radha'ati wa shu'unihi fi tilka al-huqba, imekisiwa hali yake yeye ya ugumu na kipindi cha kumnyonyesha kupitia mazingira magumu sana hayo, masaib, mambo magumu, wal alam, na machungu, alati la yuqaddaru qadruha illa al-alimu biha, ambaye hawezi kukadiria machungu yake hayo anayopitia mama isipokuwa mwenye kujua hilo. Ila alim, tena ikatajwa kwa sifa ya alim, sio alim tu. Alim manake kwamba ana elimu ya ndani ya kulijua hilo, ndio ataelewa mama anapitia mambo gani. Lianna mashaqqa allati talhaquha al-um a'zam, mashaka anayopitia mama ni makubwa sana. Ndio maana akapendelewa hapa kutajwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa liman saalahu min al-abar man abar, alipokuwa ameulizwa ni nani kutendea wema zaidi, akasema ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma qala ba'da dhalika abak, kisha ni mama yako ndio afaa kutendewa wema zaidi. Anishkur li wal walidayka ay ahidna ilayhi anishkur li ala ni'ma alayka, katika zile neema tuzokupa wewe, wal walidayka na zokawili, annahuma kana sababu fi wujudika, ndio ilikuwa sababu ya kupatikana kwako wewe, wa ihsan tarbiyatik, na kaifanya uzuri malezi yako, wa mulaqatihima ma laqiya, na yale ambayo ulikutana nayo katika mashaka na matatizo. Waweza kuambia washukuru, unishukuru mimi na kisha washukuru wazazi wako, ilayhi masir la ila ghairi faujazika ma sadara minka mimma yukhalifu amri, kwamba ilayhi al-masir, kwamba jua kwangu utarejea, kwa nitakulipa yale ambayo uliokwenda kinyume katika amri yangu nilokuamrisha, kwamba wabil walidaini ihsana wa wasainal insana biwalidayhi, kwamba amwangalie na msimamie wema, mwisho atarudi kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atajua hayo yote alikuwa amemfanyia. Tutakoma hapa kutokana na wakati. Mwenyezi Mungu akituwafikia inshallah tutaendelea na maelezo ya aya zifuatazo katika kufanikisha na kulielewa jambo zima la malezi ndani ya sura yetu ya Luqman. Hii sura ya Luqman imebeba sana malezi. Sasa vipi tutaweza kulea watoto wetu? Ndio tutapokuwa tunaisoma na kuzifunua na kuzichambua hizi aya, tutapata kujua ni namna gani tunatakiwa tuweze kuwaelea watoto wetu. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila kheri. Allahu ta'ala a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al khutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama, nahda bil khair wa naqwa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla shur wa qirra bil ridha minka al-uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun,
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار